mageuzi. Unaenda umetumwa kwenda kuzungumza sijui na wadau wa maendeleo. Kumbuka mageuzi. Kumbuka nini tunahitaji kufanya. Unapata nafasi unatumwa kwenda nje ya nchi. Kumbuka mageuzi. Kumbuka mageuzi. Unaandaa budget. Kumbuka mageuzi. Tunaomba fedha za ziada. Kumbuka mageuzi. Na makubwa sasa hivi ni haya niliyoyataja. Yako mengine ambayo yanatekelezwa, ajira za walimu na kadhalika. Kimoja, miundombinu ya kutosha kuweza kuchukua wanafunzi wote kusoma mpaka kidato cha 4. Kuna wakati shule zinaongeza muda wa kukaa shuleni kwa sababu pengine hakuna uhaba wa mwalimu. Kwa ule muda wa kufunga shule wanafikiria hebu tuongeze muda kidogo tufidie masomo ambayo hayajafundishwa. Lakini kwa shule inayoitangaza kwamba wazazi, hii ni shule yetu, ina walimu wa kutosha, walimu walio bora kabisa, halafu wazazi wanaleta wanafunzi kwenye shule hiyo kwa ahadi hiyo, shule hiyo inaposhindwa kuachia wanafunzi kwenda likizo, inaonekana kuna kitu waliwadanganya wazazi. Kalenda hii imeandaliwa kuhakikisha kwamba wakati wa kusoma kwa muda uliopangwa utamaliza kila kitu, na wanafunzi lazima wasome kwa masaa yale ya siku, sio kulazimishwa kukaa mpaka late. Nasema kwa ndugu zetu wawekezaji katika sekta ya elimu ambao wanatusaidia sana, tunawahitaji sana, tutawalinda, tutawatetea wakati wote. Kama unachowaambia wazazi walete wanafunzi kwako ni kweli kwamba una walimu wa kutosha na mnafundisha vizuri kwa wakati mwafaka, zingatia kalenda ya ufundishaji. Kwa mujibu wa kanuni za uundwaji wa baraza la wafanyakazi mahala pa kazi, mkutano wa baraza hutakiwa kufanyika mara 2 kila mwaka, yaani wakati wa upitishaji wa bajeti ya wizara kabla haijawasilishwa bungeni, na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kujadiliwa kabla haijawasilishwa bungeni kwa ajili ya kujadiliwa na wabunge, na wakati wa kutathmini mapato na matumizi yake ili kuweza kupanga mikakati ya utekelezaji fanisi kwa maendeleo ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Baraza hili ni muhimu kwa kuwa linawezesha wajumbe kujadili mambo mbalimbali yanayohusu wizara pamoja na taasisi zilizopo chini ya wizara yetu. Hivyo uwepo wake ni utekelezaji wa sheria, kanuni na taratibu za miongozo mbalimbali ya ushirikishwaji katika utumishi wa umma. Kwenye wizara yako hii ni miongoni mwa wizara karibu 4 ambazo mimi nimezishuhudia, sema ambazo sijashuhudia siwezi kusema, ambako yale madai ya wafanyakazi yameweza kutekelezwa kwa kiwango kikubwa, ikiwemo masuala ya arrears, malipo ya likizo, malipo ya uhamisho na vitu vingine vyote. Na madai haya kwenye sehemu nyingine ni sugu, lakini kwenye hii wizara yako hii niseme tu kwamba kwa kweli mwenyekiti wetu wa baraza anafanya kazi nzuri. Hii wizara ndio inaongoza kati ya wizara 2 au 3 ambazo zinaongoza kwa kuletewa hela nyingi na serikali. Ingelikuwa matumizi yake na usimamizi wake ni mbovu, kusingekuwa na nyongeza. Mwaka wa fedha 24-25 waletewa 1.9 trillion, lakini this time wameletewa 2.4 trillion. Kuna nyongeza pale ya karibu bilioni 400 na kitu, mheshimiwa mwenyekiti. Hiyo nyongeza hiyo ina multiply effect kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo masuala ya promotion, masuala ya ajira, masuala ya kuboresha miundombinu, na yote haya yana reflect ni namna gani watendaji wetu katika wizara yako wanafanya kazi vizuri.